sisi watoto wa kike tunalizika. Nikiwa napata 2000 kwa siku, mimi kaka utaona ananenepa. Lakini naona kila siku naendelea kuchana. Kumbe napata 200 ya mchicha. Tukiwa tunaelekea mwisho, hivi kwa huyu mdada ambaye amepitia ya masuala ya kujiuza na kufanya mambo kama hayo, akiingia kwenye ndoa na hakika kwamba anaweza akawa ni mke mwema? Yani kwa hilo siwezi nikajiza. Wengine wanakuwa kwa sababu yani maisha yale kaka ni maisha fulani hivi ambayo kwanza si hata nikuelezaje hizi kwa kweli. Yani wengi wanatulia sababu nimeona wengi, lakini pia mmoja ameoa pia, mdada aliyekuwa anajiuza ameolewa, amemoa dada alikuwa anajiuza, lakini pia alikuwa anauza baa, alikuwa barmaid. Kaolewa, yani huu ni mwaka wa 13. Ana watoto naye watatu wako naye pale. Ametulia. Yani na ameokoka yule dada pale kanisani, sijui unamuelezeaje. Lakini wengine sidhani kama wanatulia, ila walio wengi huwa wanatulia kwa sababu wengi sana wanayachukia ile maisha. Kwa sababu kwanza ni maisha ya aibu. Ni maisha ya kujidhalilisha, unautumikisha mwili wako kwa mwanaume yoyote ule ambaye anaweza kuja. Kwa sababu umetoa labda 20,000, 30 au 10,000. Unaenda kukitumia jinsi unavyojisikia wewe. Mimi si hela yako. Kwa unatoka pale labda mtu umechoka, unaumia. Kwa nini mimi maisha haya? Yani usifikiri na wao hawaumii. Wengi wanaumia. Kwa nini mimi naishi maisha haya? Wengi sana wanaliaga na Mungu kwa nini? Si umetuacha tunadhalilika hivi nini na nini? Lakini kwa sababu anakuwa amechagua ile kazi. Kwa sababu sasa hivi wasichana wengi wanakuambia tuko wengi, wanawake wengi ndio maana hatuolewi, tumeamua tu kwenda kujiuza. Yani wengi wanalia na Mungu. Hivi Mungu kwa nini hautupi waume? Akatokea mtu labda mmoja wao akapata mwanaume, wengi huwa wanatulia. Anakaa kabisa kwenye ndoa. Ngoja tuweke nukta hapo. Tumeona mabinti wengi na wamama ambao hawajaolewa wakiona mume wa binti fulani kwao inakuwa ni fursa kwamba wamepata mwanaume yuko radhi kwenda kufanya yoyote ili angalau ampate, wakati anajua tayari huyu ni mume wa fulani. Hivi kwa nini hii inakuepo? Ni kwa sababu ya kwamba wanawake mko wengi au ni kwa sababu ya ibilisi ameingilia akili zenu? Yani tusio tunasingizia kwamba eti ni ibilisi. Hata shetani kwa kweli siku ya mwisho atakataa. Mambo mengine tunamtwisha. Yani tunamtwisha mizigo ambayo sio ya kwake. Yani ni tamaa ambayo wanawake tunayo. Kwa sababu kwanza wanawake tuko hivi, nielezee kwa habari ya mwanamke. Kwanza si wanawake hatupendagi mwanamke mwenzetu akapata. Yani walio wengi wanawake wako hivyo. Leo hii akiona kwamba fulani kaolewa, atatafuta namna gani ili mradi ampate yule mwanaume, ili anakuambiaje sasa hapo? Ngoja tuone fulani analingia nini. Hicho kitu anachokilingia ni kitu gani? Kwa anaenda kwa sababu ibilisi amesimama naye ili mradi ampate yule mwanaume tayari kuvuruga ndoa ya huyu dada. Sio kama anaenda kwa sababu ya wanawake tuko wengi. Yani hicho sikikubali. Yani kwa mimi binafsi. Kwa hiyo anaenda kuvuruga ndoa ya yule dada. Na baada ya kuvuruga ananufaika nini? Anafurahi tu kwamba si nimemuona tayari karudi mtaani, kwa mimi nashangilia. Yani tumekuwa wengi. Alikuwa anajivunia leli mwanaume, sasa leo tuko wote mtaani. Anateseka kama mimi ninavyoteseka. Yani wanawake kaka, kwani shetani